Ripoti zinaeleza kwamba Iran imesema ipo tayari kwa ajili ya kuacha urutubishaji wa urani kwa miaka mitano na kuacha shughuli za nyuklia katika taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ripoti zinaeleza kwamba Iran katika jibu rasmi lililotumwa mnamo jana Jumatatu imependekeza kwamba itasimama kwa muda wa miaka mitano katika suala la nyuklia. Lakini Marekani imeshinikiza Iran kusimamisha kwa miaka 20 urutubishaji wa madini ya uranium wakati wa mazungumzo ya amani yaliyofanyika mjini Islamabad, Pakistan mwishoni mwa juma, kulingana na maafisa. Iran katika jibu rasmi lililotumwa Jumatatu ilipendekeza kwamba ipo tayari kusitisha urutubishaji wa uranium kwa miaka mitano tu. Maafisa wawili wakuu wa Iran na afisa wa Amerika walisema, kulingana na ripoti ya The New York Times. Rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo hilo, afisa huyo wa Marekani aliongeza. Washington pia imeitaka Tehran iondoe madini yote ya uranium iliyorutubishwa sana kutoka katika ardhi yake. Iran imerudi nyuma kulingana na ripoti hiyo, ikisisitiza kuwa nyenzo hizo zisalie ndani ya nchi, huku ikitoa badala yake kuzipunguza kwa kiwango kikubwa kwa viwango visivyofaa kwa matumizi ya silaha. Maafisa wa Marekani wanasema wasiwasi unabaki kuwa Iran itabaki na uwezo wa kurutubisha nyenzo hizo katika siku zijazo. Mazungumzo juu ya uwezekano zaidi wa mazungumzo ya ana kwa ana yanaendelea, ingawa hakuna tarehe iliyokubaliwa. Rais wa Marekani ameitaka Iran iache urutubishaji wa uranium kwa miaka 20 ijayo, lakini Iran imesema hilo halitowezekana. Iran ipo tayari kuacha urutubishaji wa uranium kwa miaka mitano pekee, na hii ni katika kutafuta tu kupata maelewano na Marekani. Akizungumza na mtangazaji wa Fox News siku ya Jumatatu, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kumekuwa na maendeleo katika majadiliano ya Islamabad, akielezea mazungumzo mazuri na maafisa wa Iran. Alisema mpira sasa uko katika mahakama ya Iran, akiongeza kuwa swali kuu lilikuwa ikiwa Tehran itaonyesha kubadilika vya kutosha ili kuendeleza mchakato huo mbeleni. Vance alisema Iran imeonyesha nia ya kurekebisha msimamo wake, lakini haikufika mbali vya kutosha. Kuhusu matarajio ya mazungumzo mapya, alisema swali hilo lilikuwa bora zaidi kwa Wairan. Alipoulizwa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, Vance alisema hadhi yake itakuwa msingi wa makubaliano yoyote ya baadaye. Aliongeza kuwa kulikuwa na mpango mkubwa wa kufanyika, lakini akasisitiza kwamba jukumu sasa liko kwa upande wa Iran kufanya jambo hilo liwezekane. Taarifa zaidi zinadai kwamba kuna uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo katika siku za hivi karibuni, na ni kauli ambayo pia ilielezwa na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, akisema kwamba mazungumzo yanaweza yakafanyika katika siku za hivi karibuni. Dirisha la mazungumzo huenda likafunguliwa tena na Iran pamoja na Marekani huenda wakaingia katika mazungumzo, licha ya kwamba rais wa Marekani alikuwa na hasira za mbogo. Ameamua kutumia njia nyingine ya kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba hakuna namna ya kuweza kupita katika eneo hilo wala kuingia, lakini malengo yake ni kuzuia bandari za Iran zisifikiwe wala wasiweze kuuza mafuta kama ambavyo walikuwa wakifanya katika kipindi hiki cha usitishaji wa mapigano. Mkutano wa wikendi wa kusuluhisha mzozo kati ya Marekani na Iran ulifanyika siku 4 baada ya tangazo la kusitisha mapigano mnamo Jumanne iliyopita. Ulikuwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja kati ya maafisa wa Marekani na Iran katika zaidi ya muongo mmoja, na ushiriki mkubwa zaidi tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Chanzo cha serikali ya Pakistan kiliambia shirika ya Anadolu kwamba duru inayofuata ya mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Marekani na Iran yatafanyika mjini Islamabad hivi karibuni. Ndani ya hoteli ya kifahari ya Islamabad ya Serena, mazungumzo yalifanyika katika mbawa mbili tofauti na eneo moja la kawaida, moja kwa upande wa Marekani na moja kwa Iran, na moja kwa mikutano ya pande tatu iliyohusisha wapatanishi wa Pakistan. Wafanyakazi wa uendeshaji waliambia shirika la habari la Reuters. Miongoni mwa masuala kadhaa yaliyokuwa hatarini ni mlango wa bahari wa Hormuz, kituo kikuu cha kupitisha nishati duniani ambacho Iran imezuia ipasavyo, lakini Marekani imeapa kufungua tena, pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran na vikwazo vya kimataifa dhidi ya Tehran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.